محمد بن العلاء والفاظ مسعود رضي الله عنه الهذلي الكوفي عبد الله بن مسعود فريق 32 هجرية أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema inna ashadda an-nasi adhaba hakika mwenye adhabu kali katika watu inda Allah mbele ya Allah يوم القيامه siku ya kiyama almusawwirun wenye kupiga picha viumbe wenye roho fahimu viumbe wenye nini wenye roho. Sasa lazima uchukue tahadhari. Viumbe hawajakusudiwa wenye video, wamekusudiwa viumbe wenye kamera. Sheikh Rabi hata video ameziweka. Simenielewa? Viumbe wenye kamera, eti picha ambayo inaonekana kwenye video sio hiyo. Fahimu ikhwan, chukua tahadhari sasa. Haya haijai angalau al-khuruj min al-khilaf ni usiyafanye isipokuwa kwa dharura. Kwa sababu unajua picha iliyokatazwa ni ipi. Usifanye isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Pesa zina picha basi hiyo ni dharura. Fahimu tumefanya. Umeshalazimika kwenye da'wa kwenye fatwa ya Ibn Uthaymeen basi tosheka na wewe mwenyewe unayechukua. Kile leo unaona watu wachukua tu wanafunzi. Fahimu chukua wanafunzi wameachama meno tuchukua. Fahimu mekakaa tu wanafunzi wa kisala wanatoka kwao kusoma na kuja kwao kuwachukua mapicha. Alafu vile nini? Ili uonekane wewe unafanya da'wa. Hii serikali waone kwamba unafanya da'wa. Simenielewa? Kwani wewe huwezi kujua kama unalingania da'wa salafia unalingania amani bila mapicha. Da'wa salafia inafahamika bila picha hiyo. Inafahamika alhamdulillah. Kwa hiyo sasa hivi hatuhitaji eti tunajua mtu ukimwona kwenye picha unaathirika. Fahimu tumekwa. Kwani mtume hatujaathirika naye? Maneno ya mtume hatujaathirika naye? Wewe ushawahi muona mtume? Fahimu tumekwa. Maswahaba, sio picha nani namjua wewe? Lakini hatujaathirika nao, hatuathiriki na maneno ya maswahaba. Kwa nini tusiepuke hizi mambo ambayo zimekuja hadithi nzito za namna hii? Isipokuwa kwa haja na dharura. Jambo linalosikitisha vijana wanaanza kuingia kwa kasi kwenye mambo haya. Wanaandika makala, wanaweka matangazo, mabango, vijana siku wanayotengeneza yani hawajali kwenye mambo ya mapicha. Vipeperushi vya harusi, matangazo ya biashara, vijana wa kisalafu wanaosomea IT wamo wanaingia, lakini shida wanaona mashehe ambao wao wana mashehe wakubwa labda wameyafanya au wamenyamazia. Na haya ni matatizo ya kutonasiana. Hakuna level ya kunasiana. Leo yote mtu ananasiwa arudi katika haki. Na hapo ndo kushikamana. Na mshikamano wa masalafi ni kushikamana na dawa salafia na misingi. Lakini yapoanza kutengeneza matabaka fulani alafu misingi ya dawa inakhalifiwa, hapa tuwezi kufika. Tunamuomba Allah salama. Lakini pia وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير سورة الحيوان. حديث يتات من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أنا سمع عبد الله بن عمر حدثنا إبراهيم بن المنذر بن توالي حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور حقيقة watu wanaotengeneza hizi picha yu'adhabuna yawm al-qiyama wataadhibiwa siku ya kiyama yuqalu lahum wataambiwa ahyu ma khalaqtum ebu fufueni vile mlivyoviumba. Utadaiwa roho ya kile ulichokipiga picha. Ni haramu kupiga picha viumbe wenye roho isipokuwa kwa dharura, na dharura ukadiriwa. Lakini watu kujiachia katika jambo lenye hatari kama hili sio salama kwao au kwetu.
wa akhrajahu Muslim fi al-libas wa zina fi bab tahrim taswir surati al-hayawan. kisha wa akhrajahu an-Nasa'i fi al-Kubra wa Ibn Abi Shayba wal Bazzar fi musnadihi. hadithi ya nne ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Imam al-Bukhari hadathana موسى ابن إسماعيل التبوذكي حدثنا عبد الواحد بن عبد العزيز العنبري حدثنا عمار بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة. أنا سمع نiliingia pamoja na Abi Huraira nyumba katika Madina, moja katika nyumba za Ansar. Faraa a'laha musawwiran yusawwir, akaona juu ya nyumba, juu yake kuna mtu anapiga picha, hakutajwa ni nani. Qala, kasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, wa man adlamu, ni nani aliyedhulumu zaidi, mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, kuliko yule ambaye, ni hadithul qudus, Allah anasema ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye ameenda akaumba kama nilivyoumba mimi. Basi kama anaweza kuumba, falyakhluqu habba, aumbe mbegu ndogo kama anaweza, walyakhluqu dharra, au aumbe punje ya ulezi kama anaweza. Kama ameshindwa hilo, basi hata mwanadamu hawezi. Thumma daa bitawrin mimma, kisha kaitisha kifaa ambacho kina maji. Faghasala yadayhi hatta balagha ibtahu. Faqultu, haya masala kuhusu wudu. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu na yeye pia alipoona mtu anapiga picha, akawasomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithul qudus, kuonyesha kwamba mtu anayepiga picha viumbe wenye roho, huyu ni katika madhalimu wakubwa. Sasa kwa nini unachukua tahadhari katika masala kama haya, wajipa shubha na kuweza kujipa shubha, alafu naacha hadithi nzito kama hizi. أخرجه أحمد وأبو يعلى وأخرجه مسلم في اللباس والزينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء، وألفاظ متقاربة، ألفاظ زاو زوت أو ووت ألفاظ زاو زنكربيانا. قال ووت ونسمع حدثنا ابن فضيل عن عمارة يولد يمتاجا عن أبي زرعة kutoka Abi Zur'a, anasema dakhaltu ma'a Abi Huraira fi dari Marwan, niliingia na Abu Huraira katika nyumba ya Marwan. Faraa fiha tasawir, akaona ndani yake mapicha. Na anasema ilmu picha za wale ilikuwa ni picha za wakubwa, simeelewa, kwa sababu Marwan ibn al-Hakam ni mmoja katika watu waliokuwa wana nafasi katika mji wa Madina. Sasa akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, qala Allahu azza wa jalla. Hapa anafanya tasrihi ya kule kwamba hii hadithi ni hadithul qudus. Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, ni nani dhalimu kuliko mtu ambaye ameenda akawa naumba, yule ambaye aumba viumbe kama viumbe vyangu, aumba kama nilivyoumba mimi. Falyakhluqu dharra, kama waweza kuumba basi waumbe punje ya ulezi tuone kama na uwezo huo. Au liyakhluqu habba, au waumbe mbegu yoyote ile. Au liyakhluqu sha'ira, zote mbegu, au waumbe mbegu ndogo hata kama mbegu ya sha'ira. Hii ni kuonyesha ni kwamba amrun ta'jiz, hawawezi kuumba. Sasa kama wawezi, kwa nini wanalingia hilo? Na ahlul ilmu wanasema taswir, kupiga picha, ni aina fulani ya kuumba. Allah ndani ya Qur'an anasemaje? Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami,
yeye ndiye anayekupigeni picha mkiwa katika vizazi vya wazazi wenu, kwa sababu mwanadamu anapokuwa katika tumbo la mama yake kuna wakati unafika anawekewa picha ya sura yake, anatuma malaika anamwekea picha, na hii ni katika hatua za kuumba. Kwa hiyo pia hata hii picha ni katika aina ya kuumba, na ndio maana imekuja makemeo makali. Wewe waona jambo dogo, wapiga picha siku ya Idi, wapiga picha na simu, fahimu kwa ambazo hazina dharura yote. Allah tusamehe. Hadithi ya 5, qala al-Bukhari fi babi man sawwara suratan kullifa yawm al-qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa bidafiq. Imam al-Bukhari anasema katika mlango ambao unazungumzia mtu ambaye atapiga picha siku ya kiyama atakalifishwa apulize ndani ya ile picha roho hali ya kuwa si mwenye kuweza. anasema Imam al-Bukhari hadathana Iyash ibn al-Walid qala hadathana Abd al-A'la qala hadathana Sa'id ibn Yazid kama si sawa qala sami'tu an-Nadr ibn Anas ibn Malik yuhaddithu Qatada ibn Da'ama Sadusi qala kuntu 'inda Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa hum yas'alunahu. Anasema nilikuwa kwa Abdullah ibn Abbas na wao walikuwa wakimuuliza Abdullah ibn Abbas, wala yadhkuru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta su'il, akawa hamtaji mtume sallallahu alayhi wasallam katika majibu yake mpaka alipoulizwa faqala akasema sami'tu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema man sawwara suratan fi dunya, atakayepiga picha ya viumbe wenye roho duniani kullifa yawma alqiyama, atakalifishwa siku ya kiyama ayanfukha fiha arruha, apulize katika picha hiyo roho, walaysa binafikhin, hali na yeye si mwenye kuweza kupuliza hiyo. Kwa hiyo maana yake nini? Ataadhibiwa muda mrefu siku ya kiyama, kwa sababu ataambiwa ipulize roho, atashindwa, ataendelea kuadhibiwa. Hayo yote bado mtu alitafutia shubha ya kuendelea kuzama katika mapicha. Akhrajahu Ahmad wa Ibn Abi Shayba wa An-Nasa'i wa Tabarani. Sheikh anasema fama baluka biman yusawwir ulufa suwar, wewe vipi hali ya mtu ambaye anapiga picha maelfu ya picha, leo kachukuliwa, kesha anachukua, kesha anakuta, kesha kutwa, huyu roho atazitoa wapi? Ikiwa mtu aliyepiga picha hiki moja bila dharura yote ataambiwa siku ya kiyama atie picha hii, atie roho. Sasa vipi mtu ambaye anapiga maelfu ya picha? Allahu musta'an. وهذه بعض فتاوى العلماء عن حكم التصوير. hizi baadhi ya fatawa za ulama kunako hukumu ya picha. Fatwa ya kwanza ni fatwa Sheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Nasu swali lenyewe linasema hal yajuzu liinsani taswiru nafsi, hivi yafaa kwa mtu kupiga picha nafsi yake, wa irsalu sura, na kutuma picha ile ila ahli, kwenda kwenye familia yake, kwa watu wake, fi awqati Eid wa nahwiha, katika nyakati za sikukuu na nyinginezo, watu wapigana picha tu wanatuma. Jawabu Sheikh rahimahullah, Sheikh akasema qad takatharat al-ahadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zimekithiri hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi nahyi an at-taswir, kunako kukataza, kunako makatazo ya kupiga picha, wala'ni al-musawwirin, na kuwalaani wapiga picha viumbe wenye roho, wa wa'idihim bi anwa'i al-wa'id, na kuwapa makemeo yaliyokuwa makubwa, na makemeo yaliyokuwa makubwa kwa aina mbalimbali za makemeo zinazuia masala haya. Fala yajuzu limuslimin an yusawwira nafsahu. Ibn Baz rahimahullah ta'ala sema haifai kwa muislamu kupiga picha nafsi yake.
Hapo mtu akamwambia kilichokatazwa kupigwa photography, kilichokatazwa kuchora kwa mkono, kilichokatazwa hiki na hiki, picha. Simenielewa? Na ndio maana kuna fatwa Sheikh Fauzan Allah muhifadhi, aliulizwa kabisa kwamba kuna watu kutoka Ufaransa, watu wanapiga picha, wanatolea fatwa zenu kwamba wanakuoneni nini kwenye video, vipi mnasemaje? Sheikh Saleh Fauzan akakemea kabisa. Kwanza akasema mashehe si hoja, kuona mashehe si hoja, si dalili. Asema al-mashaikh yukhti'un, mashehe wanakosea, si hoja. Picha ni haram, bali akasema kwamba hiki mnachokiona ni an-naqlul mubashir, ni ile nukuu ya moja kwa moja, ni ile kuwa live. Simenielewa? Hiyo naqlul mubashir, kama vile kuangaliwa kwenye kioo, kitoa kioo hamna ile picha. Kwa hiyo alhasil, na hiyo ndivyo alivyofahamu Sheikh Saleh Fauzan, ndivyo alivyochukua hizo picha. Tuseme kwamba Sheikh Saleh anachukuliwa. Simenielewa? Sheikh Saleh anafanya nini? Anachukua Sheikh Saleh Fauzan. Hivyo ushamuona Sheikh Saleh Fauzan ya ikhwani, sisi tumesoma kwake alhamdulillah, kutana naye na nimesoma, nimepata faida kutoka kwa yeye. Sheikh Saleh Fauzan ni Sheikh mkubwa katika Saudi Arabia, yuko katika kamati ya maulama wakubwa Saudi Arabia, na Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu. Simenielewa? Kwa hiyo pahala anapokuwa Sheikh Saleh Fauzan lazima wawepo waandishi wa habari wengi. Simenielewa? Na hawezi kwanza pale panalindwa, lazima kila kinachofanyika kutoka Sheikh Saleh Fauzan kinachukuliwa kiserikali, waandishi wa habari na nini na nini. Fahimu tumekwa. Alafu yuko katika Darul Ifta. Fahimu, athari yake ni kubwa, lakini pia tahadhari yake ni kubwa Sheikh Saleh Fauzan. Kwa hiyo pamoja kwamba wakati mwingine anaingia kwenye hili jambo, lakini maulama wana tahadhari kubwa katika hayo. Wewe ucha Mungu wako ya Sheikh Saleh Fauzan walingana. Fahimu tumekwa. Kwa hiyo alhasil, mangapi Sheikh Saleh Fauzan amefanya? Wewe umefanya nini? Sasa mtu anakataa kuoa, anasema Imamu Nawawi ya kuoa. Simenielewa? Mwana shughuli fulani ya kuoa. Wewe unafananisha na hao wanachuoni kwa lipi na lipi? Simenielewa? Mbona Ibn Uthaymeen tunamwona? Wewe Ibn Uthaymeen haifanya. Watu wamefanya makubwa. Fahimu tumekwa. Wao walikuwa kichukua tahadhari, wanaingia kwenye mambo haya lakini kwa tahadhari kubwa, kwa haja kubwa. Wewe na wewe ni nini unalo asala kujitetea nalo mbele ya Allah? Kubwa, yani una kubwa gani ambalo ukifika mbele ya Allah kama nilifanya hivi? Maulama wamefanya makubwa ambayo makubwa hayo yanaziba hata yale zile zallati zao. Hata kama mwanachuoni amekosea, lakini nafasi mwanachuoni na mambo makubwa aliyofanya. Fahimu wewe una nini ulichokifanya? Kujitahadhari na mambo ambayo yanaweza yakakupunguzia baraka katika da'wa, yakakupunguzia baraka katika maisha yako, ni muhimu sana katika haya. Kisha Sheikh Saleh Fauzan akasema wala ayusawira ghaira Saudi radiyallahu anhu al-Hudhali al-Kufi. Abdullah ibn Mas'ud fariki Saudi radiyallahu anhu al-Hudhali al-Kufi. Abdullah ibn Mas'ud fariki 30 Saudi radiyallahu anhu al-Hudhali al-Kufi. Abdullah ibn Mas'ud fariki 32 Hijria. Anasema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, lazima wawepo waandishi wa Saudi radiyallahu anhu. Una nini ulichokifanya? Kujitahadhari na mambo ambayo yanaweza yakakupunguzia baraka katika da'wa, yakakupunguzia baraka katika maisha yako, ni muhimu sana katika haya. Kisha Sheikh Saleh Fauzan akasema wala ayusawira ghaira Saudi radiyallahu anhu al-Hudhali al-Kufi. Abdullah ibn Mas'ud fariki 32 Hijria. Anasema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume